hakuna Yesu. Ukisema ndio Yesu, hakuna baba, hakuna mama. Ukisema ndio leo, hadi awezaye kutika. Hakuna baba, hakuna baba. Ukisema ndio leo, hadi awezaye kutika. Hakuna Yesu, hakuna baba. Ukisema ndio mama, hadi awezaye kutika. Baba, nasema asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa upendo wako ulio mkuu na ulio wa ajabu. Asante kwa ajili ya watoto wako uliowaumba na kuwaleta duniani kwa makusudi yako maalum kabisa. Baba, tunasema asante kwa sababu unawapenda na unawawazia mawazo yaliyo mema, na kila mmoja aliyekanyaga mahali hapa na yule ambaye anatusikiliza kwa njia ya redio na kwa njia ya mitandao. Mungu wa majeshi, unakusudi na yeye katika siku zake za maisha yake ya kuwepo hapa duniani, maana umemwandalia majira na nyakati ulizoziamuru tangu zamani. Na leo hii na mchana wa leo tunasogea mbele zako tukiamini kabisa kwamba kwa msaada wa Roho yako Mtakatifu, Baba, unaenda kutufundisha maneno ya uzima ili tuweze kujua yaliyo mapenzi yako, hasa katika kibali chetu kilichoibiwa, kibali chetu kilichoharibiwa na kufanya maisha yetu yaharibike. Baba, ninajua na ninaamini ya kwamba leo ni siku ya kipekee na ni siku njema ambayo unaenda kuturejeshea kibali katika wewe, na kibali kwenye uso wa ardhi, na kibali mbele za wanadamu. Maana ndivyo ulivyosema ya kwamba ndipo tutapata akili njema na kibali mbele zako na mbele za wanadamu. Naomba Roho Mtakatifu aliye mwalimu katika darasa hili, aliye mwalimu katika majira haya, akachukue nafasi ya kutufundisha ili tukaifahamu kweli ya neno lako, na hiyo kweli ikapate kutuweka huru ili tusiangamizwe kwa kukosa kuwa na maarifa. Naomba malaika wa ujumbe, malaika watawale, malaika wasimame kila kona, malaika wasimame kila upande, na Roho Mtakatifu yamimine maneno haya ndani ya moyo wa kila mmoja mmoja. Mimina maneno haya, mimina kwa baba yule, mimina kwa mama yule, mimina kwa kijana yule, mimina kwa binti yule, mimina kwa watoto wanyonyao. Mungu wa majeshi, hatutaki tuondoke mahali hapa kwa hasara, tunataka tuondoke kwa faida. Misiba yote tuliyokuja nayo tunatamani kuiacha madhabahuni pako ili tuweze kuondoka kwa ushindi mkamilifu. Baba, tunakushukuru tukiamini kwamba umesikia na umetenda kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu, amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kama ni za Bwana Yesu hazitoshi hizo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu si wa kawaida. Yesu si wa kawaida. Na kama sio wa kawaida, tunatakiwa tujue kwamba leo yuko hapa na ataendelea kuwa hapa, na yuko hapa siku zote. Na leo kuna kitu ametuandalia, kwa sababu haujafika mahali hapa kwa bahati mbaya. Nataka nikueleze kwamba kufika kwako hapa pia ni majira yako leo. Kama umekuwa ukifuatilia huko nyuma, nilikwambia kila jambo lina majira na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Sasa kama kila jambo lina majira, manake haya ni majira sahihi. Kuna kitu ambacho kinatakiwa kifunguliwe kwenye malango ya majira haya mchana wa leo. Na mimi nataka nikwambie kuna vitu vingi leo vitafunguliwa kwenye majira haya. Kwa hiyo hapa haujaja kwa bahati mbaya. Umekuja una msiba, umekuja una uchungu, umekuja una huzuni. Tegemea kwamba leo kuna kitu kutoka kwa Bwana katika maisha yako. Na mimi nataka nikuhakikishie, hautatoka kwenye ule mlango bure bila majibu ya mahitaji yako. Muamini Mungu.
Niamini neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi moja kwa moja somo letu ni chanzo, na tunaangalia kwa upande wa majira na nyakati za mtu. Kwenye majira na nyakati za mtu tumeangalia uhusiano wa majira na nyakati zako na kibali kilichoko usoni pa mtu na usoni pa nchi ama usoni pa ardhi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya hapo tulijifunza sawasawa na Mhubiri 3:1 ambapo anasema kila jambo lina majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Sasa nataka nikueleze kwamba kusudi linakuwa kwa nini kwa mtu. Amen. Majira ni ya Bwana. Na madarasa yaliyopita nilikwambia kwamba wakati ni wa mtu, majira ni ya Bwana. Kwa nini wakati ni wa mtu? Majira yanakuja, hamna mtu anayeweza kwa mfano sasa hivi tuko mwezi wa 10 mwishoni, tunaelekea 11. Labda tuseme kwa miaka ya nyuma sana, watu kidogo wenye umri fulani watakuwa mashahidi. Kwa miaka ya nyuma sana, huu ni wakati mvua zingetakuwa zimeanza. Si ni kweli? Lakini mpaka sasa hivi tunaingia mwezi wa 11 hamna mvua. Sasa kwa nini wewe na mimi tusifanye mvua ikanyesha? Ni kwa sababu majira ni ya Bwana. Wakati ni wa kwetu, kwa sababu mvua zikinyesha tutatumia wakati huo kwenda shambani kulima na kupanda kutumia majira sahihi. Mmenielewa? Wakati uko kwako unaweza ukautumia vibaya ama ukautumia vyema, lakini majira ni ya Mungu, ndiye anayeyaleta. Na tukisoma pia pale mwanzo anasema aliamuru nyakati na majira kwenye Matendo ya Mitume. Lakini ukisoma mwanzo pia akasema ile mianga miwili, mmoja utawale usiku, mmoja mchana. Hizo ndizo dalili za nyakati na majira. Amen. Kwa hiyo hizo ziko kwa Bwana. Lakini leo nitakufundisha jinsi ambavyo tunaweza tukalazimisha majira fulani yatimie. Tunaweza tukayafanya majira yatimie. Maana majira yapo, hata majira ya mwaka huu ya mvua. Nikikwambia hiki kitu unaweza ukashangaa. Majira ya mvua, labda niseme hivi, majira ya mvua ya mwaka huu yalikuwa ni mwezi wa 10. Lakini ni mwezi wa 11 hamna mvua. Tatizo sio la Mungu, tatizo ni sisi. Hivyo ambavyo tatizo ni sisi, ndivyo ambavyo tutagundua kwamba maisha yetu yameharibika. Na tatizo sio Mungu, tatizo ni sisi. Kwa sababu majira yanakuja na kupita, lakini yasipopata mtu wa kusimama kwenye ule wakati sahihi ili aweze kuyasababisha yadhihirike, yanapita. Na madarasa ya nyuma nilikuambia, na huko mbele tutaangalia, Joshua alisimamisha jua kwa sababu jua ndilo linaloleta usiku na nini na mchana. Na nikakwambia ushindi wa kina Joshua ulikuwa wakati wa mchana, tena siku ile, sio jana yake wala sio kesho yake wala sio usiku. Kwa hiyo ina maana kwamba ule muda, manake jua likizama usiku unaingia na muda unasogea. Kwa muda ukisogea, manake ni kwamba ule muda wa ushindi wao ama wakati au majira ya ushindi wao yanapita. Na huwezi kusema nitafidia kesho, maana kesho inafunua ratiba za kesho. Mmenielewa? Kwa ule ukurasa ukifungwa, manake utautafuta. Madarasa yaliyopita nilikwambia unautafuta kwa gharama nyingine. Yakiwa sahihi, ukiyapata kwa wakati sahihi, gharama ni za Mungu. Nitoe mfano. Mvua zikinyesha, tunachukua mbegu tunaenda shambani. Usipoenda shambani, kipindi hicho kitapita, utaona wenzako mahindi yameota. Huwezi tena kuchukua mbegu kwenda wapi? Shambani. Sio muda wake. Na ukipeleka yataharibika. Hayatakutwa na zile mvua aina zile, kwamba kuna mvua za mwanzo, za ngapi na za kumalizia. Si ndio? Sasa kitakacho kufanya ili na wewe uishi, inabidi utoe gharama kwenda sokoni kununua mazao. Lakini ungeenda shambani, ungetumia gharama za Mungu. Hivyo unanielewa?
Mnanielewa?